BMP TV Professional Update. Uwaligani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, ndugu mtazamaji unaendelea kufurahia matangazo yetu moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Mr. Orange. Hii ni BMP TV Online, endelea kutufuatilia, subscribe, like pia na comment ili upate update zetu zote kutoka hapa BMP TV Online. BMP TV Online ni yetu sote. Kwanza ni muktasari wa habari. Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23, tumaini jipya mashariki mwa Kongo. Pili, Dr. Denis Mukwege, duniani inatizama bila kutenda. Tatu, Marekani yajipanga kuwekeza katika sekta ya madini ya Kongo, mikakati ya madini kwa usalama. 4, janga la kibinadamu, wakimbizi zaidi ya milioni 1 wakikosa mahitaji ya msingi. Na munasikiliza matangazo yetu kutoka kuta 4 za dunia moja kwa moja, ikiwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na msomaji wako ikiwa ni Mr. Orange. Endelea kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja, na kwanza tuanze na habari kamili. Kwanza ni utangulizi. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu imekuwa uwanja wa vita, machafuko ya kisiasa na migogoro ya kivita ambayo imechochewa na maslahi ya ndani na nje ya nchi hiyo tajiri kwa madini. Licha ya juhudi za ndani na nje kuleta amani, bado changamoto nyingi zinajitokeza. Hii ni taarifa maalum inayochambua matukio sasa yanayoendelea nchini humo, yakiwemo mazungumzo ya amani, madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, masuala ya kiuchumi na hali ya binadamu. Kwanza tuanze na habari kamili. Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na waasi wa M23. Baada ya miezi mingi ya mapigano makali, hatimaye serikali ya DRC imeanza mazungumzo rasmi ya amani na kundi la waasi wa M23. Mazungumzo haya yatafanyika jijini Doha huko Qatar kwa usimamizi wa washirika wa kimataifa wanaotafuta suluhu ya kudumu kwa mgogoro huo. Kwa mujibu wa duru za kidiplomasia, awamu ya kwanza ya mazungumzo haya imefanyika kwa faragha, huku pande zote zikionyesha nia ya kutafuta muafaka. Katika hatua ya kutia moyo, kundi la M23 limeripotiwa kuondoka katika mji wa Walikale uliopo jimboni Kivu Kaskazini, eneo lenye utajiri mkubwa kwa madini ya dhahabu, cobalt na coltan. Hatua hii imepokelewa kwa matumaini hasa kutoka kwa jamii ya kimataifa ambayo imekuwa ikisukuma kwa muda mrefu kuwepo kwa mazungumzo ya kisiasa badala ya kutumia nguvu za kijeshi peke yake. Namba 2, Denis Mukwege, duniani inatizama bila kutenda. Mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel Dr. Denis Mukwege, ambaye pia ni mtaalamu wa upasuaji wa wanawake waliobakwa, ameendelea kuwa sauti yenye uzito kuhusu mgogoro wa DRC. Katika kauli yake ya hivi karibuni, Mukwege ameshtumu vikali jumuiya ya kimataifa kwa kupuuza kile alichokiita mauaji ya kimya mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wake, maelfu ya raia wasio na hatia wamekuwa wakiteseka kwa miaka mingi, huku mataifa yenye ushawishi yakishindwa kutoa msimamo dhabiti dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Mukwege ameendelea kuituhumu serikali ya Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, tuhuma ambazo serikali ya Kigali imekuwa ikizikanusha mara kwa mara. Kauli ya Mukwege imeibua hisia kali hasa miongoni mwa wanaharakati wa haki za binadamu na viongozi wa dini, ambao wanasema sasa ni wakati wa kuchukua hatua ya kweli badala ya maneno matupu. Namba 3, serikali yajipanga kuwekeza katika sekta ya madini ya Kongo. Katika mkakati wa kuimarisha ushawishi wake barani Afrika na kupunguza utegemezi wa madini kutoka China, Marekani imeanza mazungumzo ya kina na serikali ya DRC kuhusu uwekezaji mkubwa katika sekta ya madini.
Kwa mujibu wa mshauri mkuu wa rais wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika, Masadi Paulos, Marekani iko tayari kuwekeza mabilioni ya dola kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya kuchimba, kuchakata na kusafirisha madini muhimu kama cobalt, lithium na urani. Mpango huo unaelezwa kuwa sehemu ya makubaliano mapya ya madini kwa usalama, ambapo Marekani itasaidia juhudi za kijeshi na kiusalama za serikali ya DRC dhidi ya waasi, huku ikipata fursa ya kibiashara kwenye rasilimali hizo adimu. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wameonya kuwa makubaliano haya yanapaswa kuwekwa wazi ili kuzuia unyonyaji wa rasilimali. Janga la kibinadamu. Wakati mazungumzo yakiendelea, hali ya kibinadamu nchini humo inazidi kuzorota. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni kutoka Baraza la Wakimbizi la Norway, zaidi ya watu milioni 1.2 wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano ya mara kwa mara katika kambi nyingi za wakimbizi. Wakazi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, maji safi, huduma za afya na malazi. Wengi wao ni wanawake na watoto ambao wako kwenye hatari kubwa ya magonjwa na unyonyaji wa kijinsia. Egeland, mkuu wa baraza hilo, ameielezea hali hiyo kama aibu duniani nzima, akisema kuwa wanadamu hawa wanaishi katika mazingira ambayo hayawezi hata kufananishwa na hadhi ya binadamu. Je, tumaini lipo? Wakati juhudi mpya za kidiplomasia zikianza kuchipua, matumaini ya kurejea kwa amani ya kudumu bado yako mikononi mwa viongozi wa ndani na wadau wa kimataifa. Mazungumzo ya amani na uwekezaji wa kimkakati vinaweza kuwa mwanzo mpya, lakini hilo linawezekana tu kama haki, uwajibikaji na usaidizi wa ukweli kwa wananchi wa kawaida vitapewa kipaumbele. Na huu ndo mwisho wa habari kutoka BMP TV Online. Unaendelea kufurahia BMP TV Online, subscribe, like pia na kucomment. Msomaji wako alikuwa ni mimi, says the Mr. Orange. Tuko pia TikTok, endelea kufollow page zetu, yajayo yanafurahisha. BMP TV Professional Update.